afya kwa wote. Kwa hiyo kwanza, bima ni nini? Money. IT please. Bima ni makubaliano ya malipo maalum yanayojulikana kama ada ya bima ama premium, ambayo yanatoka upande mmoja, yani mtoa bima anakubaliana na yule ambaye anahisi ana hatari au kuna jambo ambalo litampa loss ama hasara, na mabadiliko hayo ina maana wakati hiyo jambo litakapotokea atapewa mafao endapo hiyo hasara itakapojitokeza. Na hii hasara inakubaliana kabla pale unapoingia kwenye makubaliano ya bima. Kiwango hiki cha fidia ama malipo ya bima yanaweza kuwa aidha kwa ajili ya ile hasara yote iliyotokea ama sehemu ya hasara yote. Na tofauti hii tutaiona ni katika aina za bima, kwamba bima za vitu ama general insurance yenyewe inalipa sehemu ya hasara, wakati bima ya maisha unalipwa kile kiwango mlichokubaliana pale mwanzoni. Na kihistoria bima imeletwa na umuhimu wa binadamu kushirikiana. Hapo zamani kabla binadamu hawajatengeneza jamii, kila mmoja alikuwa anajitengenezea kiwango chake, mahitaji yake ya kila siku, mahitaji ya muhimu kwa maana ya chakula, malazi. Na pale ambapo walipojikuta wako pamoja, kwa maana kukiwa na human settlement, then wale ambao walikuwa hawana uwezo wa kujitengenezea au kujipatia mlo wa kila siku, wale wasiojiweza, ikabidi wawe wanapewa hisani, yaani charity. Hivyo kutoa hisani kwa muda mrefu kwanza nategemea na uwezo na yule mtoa hisani. Hajisikia au hataki kutoa hisani, basi yule asiyejiweza hana namna ya kuishi. Kwa hiyo wakafikiria namna ya kurasimisha hii hisani ambayo wanapewa hawa watu wasiojiweza. Mwanzo wa bima ukawa huu, kwa maana ya mifuko ya kusaidiana katika shida na raha, ambayo hata jamii zetu zipo. Uwepo wa Kristo, yani KK. Bima ya afya inaangukia kwenye bima isiyo ya maisha, japokuwa ina deal na maisha, kwa sababu yenyewe inatolewa kwa muda mfupi. Bima za maisha nyingi zinatolewa kwa muda mrefu. Kuna baadhi ya classification za bima huko kwa wanazuoni ambazo zinaweka namna nyingine ya bima, lakini kwa sisi Tanzania tunatumia classification hii ya bima ya maisha na bima ya afya, na ndio ambayo hata msimamizi wa bima wa nchi yetu anaitumia. Kwa nini tunahitaji hisabati katika bima? Wengi watauliza ni habari za bima, ni habari za fedha. Kwa nini tunahitaji hisabati? Bima inakusanya pesa kama tulivyoona kwenye ufafanuzi. Unakusanya pesa, alafu kuna ahadi kwamba jambo fulani likitokea, basi huyu mtu utamlipa. Na kwa maana hiyo kanuni inayotumika ni wengi wawachangie wachache, kwa maana mchango utakuwa ni mdogo sana. Watu wengi wawachangie watu wachache ambao lile jambo linaweza likawafika. Kwa mfano kama ni kupoteza maisha kwa bima ya maisha, kupoteza chombo kwa bima ya vyombo vya moto, kupata ajali au kupata ugonjwa na vitu kama hivyo.
hatutegemei kwamba kuna ulazima wa huyu mtu kupata hiyo hasara, lakini ikitokea basi atachangiwa. Kwa maana hiyo unatakiwa kuwa na watu wengi, na hivyo wachangiaji lazima wawe wengi kuliko wale watakaopata hasara. Sasa mifuko mingi, tumeongelea mifuko ya kusaidiana katika shida na raha. Mifuko mingi iliyoanzishwa kabla ya karne 17 ambapo hesabati za bima zilianza kupata maarufu na kutumika, ilikufa baada ya muda mfupi kwa sababu ya kushindwa kulinganisha hiki kinachochangwa na yale matukio. Kwa maana kama ulikadiria litatokea tukio moja ukachangisha watu 10, katika wale 10 yakitokea matukio mawili, ina maana zile fedha ulizozichangisha hazitoshi walipia wale watu waliopata matukio. Na hivyo umuhimu wa hesabati unaingia hapo kwamba watu wa hesabati za bima wanafanya makadirio. Habari ya michango imekaa kifedha zaidi, kwa maana ya kwamba watu wa fedha wanaweza kujua kiasi gani kimekuja kwenye mfuko ama shirika linalohusiana na mambo ya bima, ikiwemo mifuko ya hifadhi. Lakini pale pa kukadiria ni kiasi gani cha hasara kinategemewa, basi hisabati lazima iingie kwamba ni kiasi gani ya kwa Kiingereza inaitwa liability inategemewa. Na ukadiriaji huu ni muhimu sana, kwa sababu kama nilivyosema kwa lugha nyepesi tu, kama ulichangisha watu 10 ukitegemea mtu mmoja atapata tatizo, alafu wakapata tatizo watu 2, ina maana moja kwa moja huna fedha za kutosha kulipia watu 2. Hivyo kuna ufafanuzi wa hesabati za bima, yani actuarial science ni taaluma inayochambua hatari za ukosefu wa ukwasi zinazojitokeza katika taasisi za kifedha kama vile mifuko, biashara ya kifedha yani derivatives, na masoko ya fedha, kwa kukadiria matukio ya hatari yanayoweza kutokea baadaye wakitumia mbinu za kihisabati na kitakwimu. Najua wanafunzi wengi wanajua huu ufafanuzi kwa Kiingereza, sasa hii ndio ufafanuzi kwa Kiswahili. Lugha ya taifa hoye! Na hapa ni jedwali ama picha inayoonyesha zile aina ya ujuzi ambayo unahitajika ili uweze kuwa mtaalamu wa hesabati za bima. Unaweza kuona kwamba unahitaji hesabu, yani mbinu za kihesabu, lakini unahitaji kujua habari za fedha, na wakati huo kwa sababu una deal ama unahusiana moja kwa moja na watu pamoja na information ambazo zimewekwa kwenye kanzi data, yani data sets, unahitaji kujua statistics. Sasa bima ya afya ni nini? Tunajua bima kwa ujumla. Bima ya afya ni kutoa ulinzi kwa watu binafsi au waajiri wanaotaka kujikinga dhidi ya hasara za kifedha zinazoweza kutokea kutokana na ugonjwa ama ulemavu. Na neno hasara za kifedha ni kwamba matibabu yana gharama. Kwa hivyo bima ya afya lengo lake au kazi yake mahususi ni kuhakikisha kwamba zile gharama za matibabu ambazo tunaweza kukubaliana kwamba si ndogo, ni nzito, kuanzia kumuona daktari, kufanya vipimo na kupata matibabu. Gharama hizi ukiwa na bima ya afya, basi bima ya afya inakusaidia kuzilipia. Kwa hiyo ni mojawapo kati ya yale mahitaji matatu, aidha wagharamie gharama za matibabu. Kuna bima za afya za nchi za kwetu zinazoendelea, lakini pia zilizoendelea ambazo zinarejesha kipato kilichopotea. Kwa mfano najua sijui kama wamefika watu wa WCF, wale kama mtu akipata ulemavu akiwa kazini, basi wanampa kile kipato kilichopotea. Ni aina fulani ya bima ya afya inayoitwa disability, na kulipa mikopo iliyochukuliwa wakati mtu akiwa mzima. Tunafahamu kwamba hivi sasa katika sheria za Tanzania
ukichukua mkopo katika benki yoyote ile, unapewa na bima. Ile bima inailinda benki, endapo utafariki, basi bima itarudisha ule mkopo, ili pia ukwasi wa benki uweze kulindwa. Maana kama watu wengi wakifariki na wamechukua hizi fedha na hazijarudishwa, ina maana kwamba benki haitaweza kufanya kazi. Kwa hivyo aina kuu za bima za afya, yani private medical insurance, bima ya magonjwa ya muda mrefu. Haya ni yale magonjwa ambayo mtu anarudia kwenda hospitali, kwa maana kama asthma, kisukari, pumu, kansa, magonjwa ambayo mtu haendi mara moja tu na kutoka, lakini anarudia kwenda hospitali. Bima ya ulemavu ambayo nimetoka kuelezea muda si mrefu, na bima ya huduma ya muda mrefu ambayo hii iko maarufu zaidi kwa nchi zilizoendelea. Inatumika kuwatunza wazee na wastaafu, kwa maana aidha wanapelekwa katika nyumba za wazee, ama wanapewa msaidizi akiwa nyumbani, ama anapelekwa kwenye private housing ambazo zinakuwa zina usaidizi kwa mtu mzima kumsaidia katika maisha yake ya kila siku, kwa sababu uwezo wake umepungua. Ni muhimu kugundua kwamba bima zilizopo sokoni, hizi ni za kitaaluma. Bima zilizopo sokoni zinaweza zikawa zimechanganya aina moja ama nyingine. Kwa mfano, bima ya NHIF ambayo unakata, inakupa vitu viwili, matibabu binafsi, lakini hata magonjwa ya muda mrefu kama kisukari na asthma pia yanakuwa yanatibiwa. Na lengo la kuchanganya hizi aina ni kuvutia wateja, kama tulivyosema, ile principle ya kwamba wengi wawachangie wachache. Kwa tunahitaji watu wengi wawepo ili wawachangie watu wachache. Kitu kingine ambacho tunataka kujua, ambacho tutakiongelea sana na kutofautisha, ni bima za afya za jamii. Hizi ni bima zinazoendeshwa na taasisi za kiserikali au mashirika ya kijamii. Zinatoa mafao yale yale kama bima za kibiashara, lakini hawa lengo lao kubwa ni kutoa elimu, kutoa huduma kwa jamii. Kwa maana hiyo wanaweza kuwa na vifurushi kadhaa ambavyo viko kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo focus yao hasa au uelewa wao uko kwenye watu wasiojiweza, watu wa hali ya chini na wananchi wa aina zote. Na zinaitwa za kijamii kwa sababu zinaendeshwa na serikali na sio kwa faida, zinaendeshwa kutoa huduma. Mchango wake unaweza ukawepo ama usiwepo. Kwa baadhi ya nchi au haupo kabisa, kwa maana ya kwamba unachangiwa na kodi za wananchi, lakini kwa wale ambao mchango upo, basi ni kiwango kidogo sana kulinganisha na faida ama mafao ambayo mwanachama atayapata. Kwa maana hiyo, kama hauchangii kwa zile nchi ambazo huchangii, kunakuwa na kodi mahususi ambazo zinachangia mashirika yanayotoa bima za afya za kijamii. Kwetu sisi nitawaachia wataalamu wetu watuelezee zaidi jinsi zinavyofanya kazi, lakini kila nchi ina uhuru wa kuchagua kulingana na balance ya watu waliopo, jinsi ya ukusanyaji fedha, lakini pia malengo ya nchi kama nchi, kwa maana wanataka kumfikia nani katika nchi yao. Hapa kuna baadhi ya mifano ya nchi ambazo zina bima ya afya, yani kuna shirika moja kubwa ambalo linaendesha bima ya afya. Kuna shirika la NHS Uingereza,
Medicare na Medicaid Marekani. Hizi zinafanya kazi kwa ushirikiano, lakini mafao yake hayafanani. Brazil, ambao ndio shirika kubwa zaidi duniani, lina wanachama zaidi ya milioni 200 wa bima. Australia kuna Medicare pia. Italia, China na nchi nyinginezo nyingi. Kwa Tanzania, wafanyakazi wa serikali kuu, taasisi za kiserikali na serikali za mitaa wana ulazima wa kujiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya, yani NHIF. Huyu ndio mtoaji huduma wa msingi. Mashirika na watu binafsi hawakatazwi kujiunga, lakini wao wana hiari ya kujiunga. Kwa maana hiyo, mtoaji huduma wa serikali kuu pamoja na taasisi zake ni NHIF. Pia tuna kampuni za bima za binafsi ambazo zinasimamiwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania, yani TIRA. Na hizi kuna zile ambazo ni za wazawa, yani zinafanya kazi ndani ya Tanzania tu, lakini zipo ambazo ni za kimataifa, ndani ya Afrika na nje ya Afrika, ambazo zimepewa leseni ya kufanya kazi Tanzania. Kuna bima za kijamii pia Tanzania. Kuna bima ya afya ya jamii iliyoboreshwa, yani ICHF, ambayo inaendeshwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya ni NHIF. Mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii, yani NSSF, wana huduma ya matibabu ambayo ni aina ya bima ya afya, inaitwa Social Health Insurance Benefit. Lakini pia mamlaka ya bima ya usimamizi wa bima, yani TIRA, ina baadhi ya mikataba, yani policies za bima zinazoitwa micro insurance kwa lugha ya Kiingereza, ambazo ni bima mahususi kwa watu wa kipato za chini, na zinatolewa na kampuni za kibiashara za bima zinazosimamiwa na TIRA. Baada ya hapa sasa tuelewe nadharia ya bima ya afya kwa wote, ambayo ndio hasa inabeba mada kuu ya hili kongamano. Hii ni nadharia inayosimamia upatikanaji wa bima ya afya kwa watu wote, kwa maana ya kwamba kuna machaguo tofauti. Kuna kwa Kiingereza inaitwa option. Unaweza ukawa bima ya afya, unaweza ukawa bima ya afya ya jamii, unaweza kuwa na bima ya binafsi, unaweza kuwa na bima za watu wa kipato cha chini ndani na nje ya nchi. Hivyo bima nadharia ya sheria ya bima ya afya kwa wote inasimamia upatikanaji wa hii bima ambazo zinatokana na vipengele tofauti chini ya mwamvuli mmoja. Na lengo lao ni kuweka mfumo wa afya wenye haki, jumuishi na endelevu kifedha, kwa kutumia uwajibikaji wa pamoja, upatikanaji wa huduma kwa wote na uongozi madhubuti wa serikali. Kwa maana ya kwamba kila mwananchi awe na uwezo wa kupata na kulipia to afford bima ya afya ndani ya Tanzania. Iwe ni bima mwananchi ambaye yuko kwenye sekta rasmi, mwananchi ambaye hayuko kwenye sekta isiyo rasmi, wafanyabiashara, wakulima na hata watoto. Kila mmoja awe na bima ya afya ili kupunguza gharama za matibabu. Lakini pia hii itaongeza namba ya uchangiaji. Kama tulivyosema, bima inabebwa na ile filosofi ya kwamba wengi wachangie wachache. Hivyo unapokuwa na watu wengi, ina maana lile neno la uendelevu wa kifedha, yani ustahimilivu, mifuko inakuwa na uwezo wa kutoa mafao mengi.
Bima ya afya kwa wote inasimamiwa na taasisi kadhaa za serikali, ikiwemo Wizara ya Afya ambayo inasimamia upande wa sera, Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, Mamlaka ya Usimamizi wa Bima, Kitengo cha Ustawi wa Jamii ambacho hiki kinasimamia wale wasiojiweza, na pia kuna mamlaka na wizara nyingine nyingi ambazo zina wajibu wa kusimamia mafao ya afya. Na hapa inamaanisha zile ambazo zinaitwa kwa Kiingereza supplementary schemes, ambazo zinaweza kupatikana hata kwenye baadhi ya mifuko ya hifadhi ambazo zinatoa aina mojawapo ya mafao ya bima ya afya. Wadau wengineo kwenye upande wa fedha ni Wizara ya Fedha pamoja na Benki Kuu, kwa maana ya kwamba hawa wasiojiweza ambao hawatakuwa na uchangiaji watakuwa wanalipiwa kutoka kwenye kodi za wananchi, na hivyo kuna bajeti inayotengwa kwa ajili ya hiki. Pia kuna kampuni za bima ya afya za binafsi ambazo kama tulivyoona zinatoa aina fulani za mikataba kwa ajili ya afya. Mashirika ya kimataifa ambayo yanashiriki na kutengeneza sera za bima kwa watu wa kipato cha chini na watu wasiojiweza, waajiri pamoja na watoa huduma za afya ambao ndio hasa wanaoongoza habari. Baada ya kusema haya, asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni idara ya hisabati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.